wangu Daudi na Bwera tunakwenda kuzungumza yale ya kimichezo na burudani. Daudi na Bwera kwenye line. Hello. Yes, heri kama kupata vizuri kutokea Chapesa Media. Safi bana. Heri lakini ndugu yangu. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, mimi lengo na madhumuni yangu niweze kukupigia ni kwa ajili ya kuhusiana na hizi taarifa zinazohusishwa na klabu ya soka ya Young Africans kuitaja saini ama kandarasi ya huyu kocha kutokea Ivory Coast ambaye alishawahi kuhudumu ndani ya kikosi cha ASEC Mimosa. Si mwingine ni Julien Chavelia. Unamzungumziaje kwa experience na professionalism yake ambayo yuko nayo ndani ya kikosi cha ASEC Mimosa? Eric, unajua Julien Chavelia ni mmoja kati ya makocha ambao wana uzoefu mkubwa sana na football ya Afrika, na ni miaka takriban zaidi ya 8 akiwa kwenye bara la Afrika, akianza kufundisha kwenye timu ya taifa ya Togo, klabu ya ASEC Mimosa, klabu ambayo kwa namna moja ama nyingine ndio tunasema kitovu cha mafanikio kwa kocha Julien Chavelia, sababu akiwa ASEC Mimosa takriban miaka zaidi ya 5 amefanikiwa kushinda mataji 4 ya ligi kuu nchini Cote d'Ivoire. Na ukiangalia kwa namna ambavyo taifa ambalo anatoka Julien Chavelia, anatoka Ufaransa, umri wake ni miaka 45, na ukiangalia kwenye football ya Tanzania kwa miaka hivi karibuni, makocha ambao wanatoka kwenye ukanda wa Francophone, kwa maana ukanda ambao unazungumza lugha ya Kifaransa, wamekuwa na mafanikio makubwa sana. Unazungumza mtu kama Nasser El Nabi, alipita ndani ya Dar es Salaam Young Africans, ni mtu ambaye anatoka mataifa ambayo anazungumza Kifaransa vizuri sana. Unazungumza mtu kama Uchebe akiwa na Simba, Patrick, kocha ambaye anazungumza Kifaransa vizuri sana. Makocha wengi Florent Ibenge hadi Francophone, lakini angalia kitu ambacho anakifanya kwenye football ya Afrika, hata mpaka hivi sasa yuko ndani ya Azam Football Club. Kwa namna moja ama nyingine unaelewa kwa nini Dar es Salaam Young Africans wapo kwenye ushawishi ama kwenye kuvutiwa na kocha Julien Chavelia, na hata kile ambacho Julien Chavelia amekifanya ndani ya ASEC Mimosa. Hakuna namna kama unaweza ukashikwa na wasiwasi pindi ambapo inapotokea timu kama Dar es Salaam Young Africans, hata timu nyingine kutokea barani Afrika ambayo inatamani kupata mafanikio ikawa anavutiwa na huduma ya kocha huyo. Ndio. Pengine labda unadhani kwa kile ambacho yuko nacho pamoja na experience yake ambayo yuko nayo, kitu gani hapa ambacho unakwenda kuiona Young Africans ikijengeka tofauti na ile ya misimu kadhaa ambayo imechukua ubingwa mtawalia mara 5 mfululizo? Kwanza natamani kuona kwa namna moja ama nyingine ni kwa kiasi gani Dar es Salaam Young Africans wataweza kuishi kwenye matakwa ya Julien Chavelia. Najua Julien Chavelia Derek ni moja kati ya makocha ambao wanaamini kwenye vijana, kwenye kuwapatia nafasi vijana. Na ndio maana uwepo wake ndani ya ASEC Mimosa, wachezaji wengi sana vijana wamekuwa promoted kwenye kikosi hicho cha ASEC Mimosa kwa generation kiasi cha kuwafanya timu hiyo iweze kufanya biashara pia. Na ukiangalia walipita wakina Pacome Pole Zuzwa, Zongane, Stefan Aziziki kwenye kosti ya ASEC Mimosa pale. Atola Kwasi yao. Naam? Atola Kwasi yao pia alishawahi kupita Kwasi yao, lakini wakina Kulibali, Jean Shalewa, unakuja kugundua uwepo wa kocha Julien Chavelia ndio msingi mkubwa wa kupatikana kwa hivyo vipaji. Na sasa natamani kuona Dar es Salaam Young Africans wataweza kuishi kwenye hayo mazingira, sababu wakati mwingine unaweza kumuona kocha
anafanya vizuri kwenye klabu ambayo ni feeder club. Nikisema feeder club namaanisha klabu ambayo imejipambanua kuweza kuzalisha na kuuza wachezaji, huku akiwa wanashiriki kwenye michuano mikubwa kwa ajili ya kuwapa platform hao wachezaji wao. Sasa kwa Dar es Salaam Africans ni klabu ambayo imejipambanua kuweza kushindana kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ama kikombe chochote ambacho wanakuwa wanashiriki. Sasa kocha ambaye wanamhitaji ni kocha ambaye anaamini katika vijana, anaamini katika kuwapa fursa vijana kushindana, huku akichanganya na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa. Sasa kwa Dar es Salaam Africans ikitokea wakamwamini kwa 100%, basi tutegemee kuiona Dar es Salaam Africans kwa kiasi kikubwa ikiwa inatengenezwa na vijana wengi ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kuipambania klabu yao. Kumekuwa kuna nadharia ya vijana wengi wanaposajiliwa na timu kubwa ama vilabu vikubwa wanakuwa wanaanzia benchi. Pengine kwenye uwepo wa kocha huyu kunaweza kukawa kuna nafasi kubwa kwa vijana wengi ambao watakao kwenda kusajiliwa ndani ya Young Africans ili waweze kupewa nafasi na waweze kuaminiwa na kuja baadaye kuwa tegemeo kwenye taifa letu la Tanzania, kwa maana miongoni mwa philosophy ama falsafa za kocha huyu ni kuamini haswa kwenye vijana, kwenye kile walichokuwa nacho, tofauti na wale ambao tayari wamekuwa tayari wenye exposure na experience kubwa. Unajua watu wengi Derrick, nafikiri huwa wanakuwa na wanatanguliza hisia zaidi kuliko uhalisia linapokuja swala la vijana kupata nafasi ya kucheza. Unajua football ni biashara na hivi vilabu vikubwa always vipo kwa ajili ya kutaka kushindana. Issue sio vijana kucheza, issue ni mtu mwenye uwezo kupata nafasi ya kucheza kwenye klabu husika. Sasa huyu kocha, moja kati ya mikakati yake yeye huwa angalia majina kwenye kupanga vikosi vyake. Exactly. Yeye huwa anaangalia nini mchezaji anakitoa kwenye klabu. Na ndio maana hata uwepo wake ndani ya ASEC Mimosa kila msimu amekuwa akikumbana na ukosoaji kutoka kwa mashabiki na wanachama wa klabu ya ASEC Mimosa. Wengi wao wamekuwa wakimlalamikia kuwa amekuwa akiwaacha kwenye benchi wachezaji ambao wanaonekana wana uwezo mkubwa na wana uwezo wa kuipambania timu kuweza kupata magoli ama kupata ushindi nono, lakini kocha huyo amekuwa akiwapiga kwenye bao ndefu. Nini? Kutokana na nidhamu, lakini pia hawa wachezaji ambao wanatajwa kuwa na uwezo mkubwa kutojituma kwenye mechi ama mazoezini. Kwa hiyo mwalimu anachokaa anaangalia mazoezini nani anaonyesha kitu ambacho kinaweza kikasaidia club kwenye mchezo husika. Kwa hiyo huyu ni mwalimu ambaye yeye haangalii majina au haangalii umri. Yeye anachokiangalia ni nini mchezaji atampatia kwenye mchezo husika ambacho kitakwenda kuinufaisha club moja kwa moja. Kwa hiyo na hapo sasa ndo unapatikana pia msingi wa kuona kuna ugumu mwingine ambao unauelewa kwenye mpira wa Tanzania, pindi ambapo makocha wazuri wanapotoka nje ya mipaka ya Tanzania na kuja kufundisha mpira nchini kwetu wamekuwa wakikutana na hiyo changamoto ama mashinikizo kutoka kwa viongozi wa vilabu, kwa sababu viongozi wa vilabu wanakuwa na wachezaji ambao wanawapenda vipenzi vyao, ambao wanatamani kuwaona wanacheza kila siku, kitu ambacho hakiendani na misingi ya football. Kwa hiyo